asili ya kwao. Kuna mavitu yanaendelea kwetu. Kataa. Nilimwambia watu, yamkini mama yako aliposwa na mwanaume akasema atamuoa, ikafika muda akamwacha. Akapata mwanaume mwingine, ikafika muda akamwacha. Au unakuja kukuta kile kitu kinahamu kwa binti yake, naye anaumizwa na mahusiano. Kamuulize mamako kama babako alikuwa wa kwanza. Utakuta babako ni wanne, watatu wote walimpiga chini mamako. Usipokataa, hiyo hali itahamia kwako. Nilimwambia mamangu alikuwa anazika watoto, lakini bibi yangu alikuwa anazika watoto, na mimi nilikuwa anazika watoto. Ni mila na desturi. Lakini nilipojua andiko hili kwamba Yesu alikomesha mambo ya mila, mambo ya desturi, nikamwambia shetani mlaniwa, na weka alama ya damu ya Yesu. Hakuna mauti tena kwenye tumbo langu, na kwenye watoto wangu hawatarithi. Kule nilikopita uzao wangu hautapita. Lakini damu ya Yesu ya mgongoni iliondoa vyanzo vyote vya magonjwa. Wanasema wa science wanakwambia vyanzo vya magonjwa viko 39. Ni sawa na ile mjeledi aliyopigwa Bwana Yesu. Kila mjeledi mmoja ulikuwa huko juu na nondo. Zile ilikuwa kichaka, vile ilikuwa ina nondo. Ile sio nondo, ina ndoana. Zile ndoana zilikuwa zinanyofoka na nyama. Ile nyama ilikuwa inanyofoka. Yesu alikuwa ananyofoa kansa. Yesu alikuwa ananyofoa pumu. Yesu alikuwa ananyofoa kisukari. Yesu alikuwa ananyofoa pressure. Ndio ile tunasema kwa kupigwa kwake tumepona. Leo iambie kansa, kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Kansa sio fungu langu kwa jina la Yesu. Hata kama ni HIV, kwa kupigwa kwake tumepona. Lazima tutangaze kwamba akufa Yesu bure, na zile damu hazikumwagika bure. Lakini damu ya Yesu ya ubavuni, Yesu alikuwa analizaa kanisa. Rapa shakataraba. Ekerebo. Ikiribo shakataraba. Alikuwa analizaa kanisa ambalo malango ya kuzimu hayawezi kushinda kanisa. Ikiribo shakataraba yata. Nakwambia tumekombolewa watumishi wa Bwana kwa damu ya Yesu ya thamani. Sio damu ya mafahari, haikufaa. Damu ya mafahari ilikuwa inafunika dhambi, lakini damu ya Yesu inaondoa dhambi, inatakasa dhambi, inafuta dhambi. Na kushangaa wewe unayecheza na wokovu, nakwambia pole, lakini wenzako msalaba ndio asili ya mema yote. Msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu ni nguvu ya Mungu. Uwa nikitafakari hayo mateso aliyopitia Yesu alipodhalilishwa. Pale wanatuonyesha kwenye picha amefunikwa kisepe. Nakwambia Yesu alikuwa ni mtupu, alidhalilika. Huyu aliye Mungu, aliyeacha enzi, aliyeacha utukufu, aliyeacha uzuri wote wa mbingu. Wewe ukionywa kidogo kanisani, unaacha kuja kwenye ibada, unasema umedhalilishwa. Pole. Kuna watu wameacha praise kwa sababu waliitwa wakaona. Kuna watu wa mji kwenye chama kwa sababu mliitwa mkaona. Mkaona utu wenu umeguswa, mkaona mmedhalilishwa. Haujadhalilishwa level ya Yesu wewe. Haujafedheshwa vile Yesu alifedheshwa. Watumishi wa Bwana, maisha ya wokovu sio mepesi. Maisha ya wokovu ni pamoja na kulipa gharama. Wacha uwe cabbage wengine